أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين وأمته أفضل الأمم وسلم تسليما كثيرا أثيرا ما دام له البقاء. أما بعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani mahali popote mlipo. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 6 2025, sawa na siku ya Alhamis. Mada yetu ya leo itahusu masala ya utekaji na mauaji na vile vile kufungwa kwa kanisa la mchungaji ama askofu Josephat Gwajima. Mada hizi ndizo zitakazotawala maudhui yetu ya leo. Kwanza kabisa nianze kwa kusema kuwa jukumu walilopewa viongozi wa kidini ni kutangaza dini kwa uwazi kwa mujibu wa imani anayoamini mhusika katika utangazaji wa dini hiyo. Kwanza nianze kwa kusema kuwa wanazuoni wote, wawe ni wa Kiislamu au wa Kikristo, wamepewa jukumu la kiutume la kutangaza yale ambayo mitume waliyaleta. Miongoni mwa majukumu walionayo viongozi wa kidini, mashehe, maaskofu na mapadre, ni kuwataka watu waondokane na waachane na mambo maovu na watende yale tu ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Juu ya hilo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani tukufu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ninyi ndio mliokuwa umma uliobora zaidi katika waliotumwa katika umma zilizopita. Na hii ni kwa sababu ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana kutenda yaliyokuwa mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakatazana kufanya yaliyokuwa maovu. Kutokana na maelekezo hayo, ni wajibu wa viongozi wa kidini wa dini yoyote iwayo, wanapoona maovu ya namna yoyote ile, ni lazima wayapinge na wapaze sauti zao kuwakataza wale wanaofanya maovu hayo kutoendelea nayo. Huo ni wajibu wa kidini. Na unapokuwa unamkataza ama itakapotokezea kuwa kiongozi wa kidini anakatazwa kufanya wajibu wake huo, itakuwa unamnyima uhuru wake wa kuabudu, na hilo ni kosa si tu mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini ni kosa mbele ya katiba ya nchi yetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Yeyote yule atakayeona jambo baya, ni wajibu wake kulikataa kwa mikono yake. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Na kama jambo hilo halikataziki kwa nguvu za mikono, basi atumie ulimi wake kukemea na kuonya juu ya uovu huo. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Na kama hawezi ama jambo lenyewe si la kutumia ulimi, basi anyamaze. Wadhalika adhafu al-iman. Na kunyamazia uovu ni udhaifu mkubwa sana wa imani. Hadithi hii ni mashuhuri baina ya Waislamu, na miongoni mwa walioipokea ni Imamu Muslim, na akaipa namba 49. Hilo la kwanza. Jambo la pili, kumekuwa na kelele nyingi mbele ya watu mbalimbali wakiwemo wanasiasa na viongozi wetu, wakikemea juu ya viongozi wa dini kuingilia mambo yanayohusiana na siasa. Hakika ni kwamba dini zote na viongozi wote wanafahamu wajibu wa kiroho na wa kimwili. Wajibu wa kiroho ni mawasiliano ya moja kwa moja baina ya mja na Mwenyezi Mungu muumba wake, na wajibu wa kimaada ni ule uhusiano wa mwanadamu na dunia yake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ishi katika dunia kaannaka gharib, kama vile wewe ni mgeni, na uitumikie dunia yako kana kwamba hutokufa milele. Kuitumikia dunia maana yake ni kujihusisha na mambo ya kiuchumi, mambo ya kijamii, ikiwemo mambo ya kisiasa. Katika hadithi mashuhur iliyopokewa na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Manabii walikuwa wakiwaongoza wa Israeli kisiasa na kiutawala. Kullama halaka nabiyu khalfahu nabiyu. Kila nabii alipofariki
ama alipokufa kwa kuuawa, nyuma yake aliletwa nabii mwingine. Wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa. Lakini kwa hakika hakutakuwa nabii baada yangu, watakuwepo makhalifa na watakuwa wengi. Maelezo haya yanaonyesha kuwa manabii wengi waliwaongoza watu kidini na kidunia. Waliwafundisha wafuasi wao mafundisho ya kiroho, lakini waliwafundisha namna ya kuishi maisha, na ndani ya vitabu kuanzia Biblia na Qur'ani tukufu mna mafunzo chungu mzima yanayowataka waumini kutoa sadaka, kutoa zaka na kujitolea katika mambo mengi ya kijamii kana kwamba ni sehemu ya mafundisho ya mitume. Kwa hiyo si sahihi kuambia viongozi wa kidini au watu wa dini kwamba hawahusiki na mambo ya kisiasa, bali wanakataza kuvuka mipaka ya kisiasa ambayo imewekwa kwa mujibu wa kanuni na sheria za dola. Lakini shughuli za siasa ni miongoni mwa shughuli za kidini, inategemea ni siasa za namna gani. Kadhalika viongozi wa kidini wana wajibu si tu wa kuwafundisha wafuasi wao kutii mamlaka ya kiserikali, lakini pia wanatakiwa wao wenyewe kujiingiza katika kuwahimiza wafuasi wao kuelekea kwenye mafunzo ya kidini, utawala na kiuchumi, ili na wao wasimame katika kujenga nchi yao kiuchumi na kisiasa. Wasiwe wapiga kura tu, bali wao wenyewe waombe kupigiwa kura. Kwa hiyo hili ndilo linalotambulika katika Uislamu. Siku zilizopita Waislamu wengi walikufuru pale alipokuwa Muislamu anakaa katika msikiti ama ameingia msikitini, anawaambia waumini wenzake kwamba mimi niko hapa si kama Muislamu ama si kama kiongozi wa serikali. Na anapokuwa ofisini anasema mimi niko hapa sio kama Muislamu, mimi niko hapa kama kiongozi wa serikali. Jambo hili ni kufuru. Mtu hawezi kusema kwamba mimi hapa nilipo siko kama Muislamu. Ukishasema hivyo umeshakufuru na unahitaji shahada. Kwa hivyo ilikuwa ni udanganyifu tuliokuwa tukidanganywa ili tuweze kurudi nyuma na watu wengine wanufaike na siasa za nchi yetu na kufaidi matunda ya uchumi wa nchi yetu na uhuru katika kipindi ambacho sisi tumebakishwa nyuma. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sasa tunarudi katika kuingia katika swala la haki za kibinadamu, na hili tahusiana na utekaji watu, kuwaua na kuvunja heshima zao. Maisha ya wanadamu ndio haki inayoshika nambari moja katika haki za msingi wa maisha ya binadamu. Hakuna mtu yeyote awe tajiri, mfalme au mwenye mamlaka yoyote ambaye ana kibali cha kuyakatisha maisha ya mwanadamu mwenzake. Ni kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu aliweka kosa la kumuua mtu kuwa kosa kubwa zaidi kuliko makosa mengine yoyote, kama ilivyokuja katika Qur'ani tukufu Suratul Maida aya 32, pale Mwenyezi Mungu aliposema man qatala nafsan bighairi nafsi, mtu yeyote atakayemuua mwingine bila kuwa yeye ameua, fakaannama qatala an-nasa jamia, atakuwa amefanya kosa sawa sawa na kuwaua watu wote duniani. Waman ahyaha, na atakaye kumokoa mwanadamu mwenyewe na mauti, fakaannama ahya an-nasa jamia, anapata ujira sawa sawa na mtu ambaye anahesabiwa kuwa amewaokoa watu wote duniani na kifo. Kadhalika Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 4, surati An-Nisaa aya ya 93, waman yaqtulu mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha, na mtu mwenye kumuua muumini kwa kukusudia, basi malipo yake ni jahannam na humo atadumu. Wa ghadiba Allahu alayhi, na mtu huyu anakuwa ameghadhibikiwa na Mwenyezi Mungu. Wa la'anahu, na amemlaani. Wa a'adda lahu adhaban adhima, na amekuwa amemwahidi kumpa adhabu iliyokubwa kuliko zote. Kwa upande wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imikononi mwake, laqatlu mu'minin a'zamu 'inda Allah, kumuua mu'min ni jambo kubwa na baya zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu min zawali dunia, kuliko kutoweka kwa dunia. Kitendo cha kumuua mu'min, awe ni mwenye kuamini jua, awe ni mwenye kuamini kuwa Mungu ni ng'ombe, awe ni mwenye kuamini mtu mwenziwe kuwa ndio Mungu, awe ni mwenye kumwamini Mungu mmoja, kitendo cha kumuua, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uzito wa dhambi za kufanya jambo hilo
ni kubwa sana kuliko hata kama dunia nzima ingetoweka. Kwa hiyo kitendo ambacho ama vitendo ambavyo vimekuwa vikiendelea hapa nchini vya kuua watu, kuwakamata na kuwateka majumbani, kuvunja milango ya majumba yao, kuingia ndani ya majumba yao, kuwaua, kuwatoboa macho, kuwatupa katika mapori, kuwatumbukiza ndani ya bahari na kuhakikisha kwamba wanapotea hawaonekani kwa familia zao, ni matendo ya kinyama, ni matendo yasiyokuwa ya kibinadamu, ni matendo yanayokiuka sheria na haki za kuishi, ni matendo ambayo yanakiuka amri za Mwenyezi Mungu na yanapaswa kukomeshwa kwa njia yoyote itakayowezekana kukomeshwa mambo kama hayo. Askofu Josephat Gwajima amejitokeza katika mwishoni mwa mwezi uliopita tarehe 25 akiwaambia waandishi wa habari kwamba yeye anaungana na wale wote ambao wanapinga matendo hayo. Amesema kuwa watu ambao wameshapotea ni takriban 85 kwa hesabu anayojua yeye, lakini hakika waliopotea ni wengi zaidi kuliko hao na hakuna taarifa zao. Lakini linalohuzunisha na kushangaza ni kwamba mpaka hii leo serikali inakataa kuwa haihusiki. Serikali inakataa kuwa inawatambua watu wanaofanya mambo kama hayo. La kusikitisha na kushangaza zaidi, tangu yameanza kufanywa matendo kama hayo ya kikatili na ya kinyama, hakuna wakati ambapo imeonekana juhudi za kutosha na za makusudi kutaka kuyabaini ama kutaka kuwabaini watu wanaofanya matendo hayo ili kuwachukulia hatua za kisheria na watu wapate kuishi katika hali ya amani na usalama. Kwa hivyo basi, nina hakika kila aliyekuwa na utu na ubinadamu ni lazima ataungana na Gwajima kama askofu kwa kukemea matendo kama hayo, kwa sababu ni matendo ambayo hayakubaliki katika sheria za nchi yetu, ni matendo ambayo hayakubaliki mbele ya Mwenyezi Mungu, ni matendo ambayo hayakubaliki katika kanuni za maisha na utamaduni wetu. Kwa hivyo sina shaka kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaungana na kitendo hicho. Na mimi niseme kuwa 100% na muunga mkono Askofu Gwajima na wote wale wanaopinga matendo hayo, na kumuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba anatumia mamlaka yake, nguvu zake na vyombo anavyovisimamia kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaishi kwa amani bila hofu kutokana na vitendo kama hivi, na yeye kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu amepewa mamlaka ya kuweza kukomesha mambo kama hayo. Ni vizuri tukawakumbusha wale wanaotutawala akiwemo mama mwenyewe kwamba Mwenyezi Mungu anasema kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sema Mola wangu, wewe ndio unayemiliki ufalme na ni wewe ndio unayempa umtakaye ufalme. Kwa hiyo unapokuwa mama, wewe ndio kiongozi, umepewa dhamana ya kusimamia maisha, uhai, usalama wa watu milioni takriban 60. Ni wajibu ulio juu ya shingo wako. Hatukukupa sisi tu peke yetu, lakini umepewa na Mwenyezi Mungu wajibu wa kuhakikisha kwamba unasikiliza vilio vyetu na unavichukulia hatua kwa yale ambayo yatakupendeza kuwa sio haki. Na sisi tunasema kuwa haya yanayofanyika si mambo ya haki, na ni wajibu wako kama kiongozi kuweza kuhakikisha yanatoweka. Wewe ndiyo ambaye mwenye jukumu na ndiyo utakayeulizwa kuliko mtu mwingine yoyote katika hali kama hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wetu kukuomba na kukusihi uhakikishe kwamba unasikia kilio cha wananchi wako na kuhakikisha kwamba unatekeleza haya ambayo wananchi wanalia, na uwezo unao na unaweza. Nukta ya 3 inahusu usawa. Taifa lolote liwalo linatakiwa kuweka utaratibu madhubuti wa kikatiba, kisheria na kikanuni ambazo watu wote watajiona kuwa ni watu sawa, bila upendeleo kwa watu wenye utajiri, vyeo na wenye kushika nafasi za uongozi katika utawala, na watu kujikuta wananyanyaswa au kujikuta anadharauliwa na kubaguliwa kati yake yeye na mtu mwingine kwa misingi ya asili, kabila lake, rangi yake, jinsia yake, lugha yake au dini yake. Juu ya hilo Qur'ani tukufu inasema, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati
wafaddalnahum ala kathiri mimman khalaqna tafdhila. Kwa hakika tumewatukuza wanadamu, yani tumewapa utukufu wa hali ya juu, na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini, na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri, na tumewafadhilisha, yani tumewafanya wao kuwa bora zaidi kuliko vingi katika alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Hiyo ni sura ya 17 aya ya 70. Taifa linalotambua misingi hiyo ya usawa litadumu katika amani, kwa kuwa usawa ndio msingi wa kufurahia haki, likifuatiwa na kugawana majukumu ambayo kwa pamoja kama taifa amani, haki na maendeleo yatapatikana. Juu ya haki na usawa wa binadamu, Qur'ani tukufu inasema: ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kujuana. Hakika aliye bora zaidi na mtukufu kati yenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua na ni mwenye habari ya yote mnayoyatenda. Sura ya 49 aya ya 13. Kwa upande wake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea juu ya swala la haki za binadamu na usawa baina yao, amesema katika sehemu ya hija yake ya mwisho na ya kuaga, akisema: ya ayuhan nas, enyi watu, inna rabbakum wahidun, hakika Mola wenu ni mmoja, wa inna abaukum wahidun, kwamba kwa hakika baba yenu ni mmoja, la fadhla li arabiyyin ala ajamiyyin, hakuna ubora kwa Mwarabu dhidi ya yule ambaye yeye si Mwarabu, wala li ajamiyyi ala arabiyyi, wala hakuna asiyekuwa Mwarabu ambaye ni bora kuliko Mwarabu, wala ahmara ala aswada, wala hakuna ubora wa mtu mwekundu juu ya mtu aliyemweusi, wala aswada ala ahmar, wala mtu mweusi aliyebora kuliko yule aliyemwekundu, illa bitaqwa, isipokuwa kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Huo ni katika hutuba ya kuaga ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Halikadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema: almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu ni yule ambaye wanasalimika Waislamu kutokana na ulimi wake na mkono wake. Walmu'min man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim, na mu'min wa kweli 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 ni yule ambaye watu wote wa dini zote wa rangi zote wanasalimika kutokana naye, mali zao na damu zao. Hadithi hii imepokewa na Tirmidhi katika namba 2551 na vile vile Nasai namba 4909 na Ahmad bin Hanbal 8575. 4. Haki za binadamu. Ni haki ya binadamu ndani ya jamii au taifa analoishi ndani yake kuwa na uhuru kamili unaolindwa kisheria, uhuru ambao atautumia kwenda anakotaka, kutoa maoni yake, na wakati wote anapojitazama ajikute kuwa anatazamwa na jamii kuwa yeye ni mtu sawa na wengine kwa maana ya maisha yake na utu wake. Uhuru ambao ni asili yake aliyopewa na Mwenyezi Mungu kabla na pale alipozaliwa. Inatakiwa kila mtu ajitambue katika kivuli chake cha maisha, akiwa salama kwa maana ya kuondokana na hofu na kutishiwa na majambazi, wauaji na wanyang'anyi au kandamizaji wa kidola dhidi ya wanyonge wasiostahili haki kama wanavyotendewa watumwa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akiwa ni khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enzi za utawala wake alimteua Amr ibn al-As kuwa gavana wake katika nchi ya Misri. Akiwa huko Umar ibn al-As kama gavana, mwanawe alimpiga kwa njia ya kumuonea mtoto wa raia. Kijana aliyepigwa alikwenda kumuona gavana na kumshtakia madhila na udhalilishaji aliofanyiwa na mwanae. Amr ibn al-As hakumsikia, alimdharau na kisha kumfukuza kwa maneno yaliyomaanisha kuwa hakuwa na haki ya kudai kutekelezwa sheria mbele ya mtoto wa mtawala. Masri huyo ambaye alikosa haki yake alifunga safari kutoka Misri hadi Madina, Saudi Arabia ya sasa, ambapo alifika mbele ya Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab na kumwambia: ya Amiral Mu'minin, a'idhum bika min adh-dhulmi, kiongozi wa waumini, najikinga kwako dhidi ya dhulma.
nimekuja kwa ajili ya kukushtakia na kudai haki. Tulikuwa katika mashindano na mtoto wa gavana Amr ibn al-As. Mtoto wake aliitwa Muhammad bin Amr bin al-As, na nikamshinda katika mashindano yetu. Hivyo akaanza kunipiga mijeledi na huku akisema mimi ni mtoto wa mtu mtukufu. Sayyidna Umar bin Khattab akaamuru Amr ibn al-As aitwe Madina kutoka kule Masri akiwa ameandamana na mtoto wake Muhammad. Amr ibn al-As alipofika mbele ya Sayyidna Umar ibn al-Khattab akasema, yuko wapi Misri yule aliyekuja kuleta mashtaka? Alipojitokeza kijana aliyeshambuliwa na mtoto Amr ibn al-As, Sayyidna Umar akachukua mjeledi akamwambia, na wewe vile vile mtandike kama vile vile ambavyo yeye alikupiga. Kijana alichukua bakora na kuanza kumtandika mtoto wa Umar ibn al-As kulipiza haki yake ya kulipiza vile alivyotendewa. Anayetaka kuyasoma maneno hayo na aende katika kitabu Al-Wilayati ala al-Buldan na katika Kanzul Ummal kwa riwaya ya Anas bin Malik. Baada ya kukamilika zoezi la kutandikwa bakora mtoto wa mtawala kama mafunzo ya kiongozi mkuu wa dola na kufuata misingi ya Uislamu wa kupinga dhulma, unyanyasaji na kuamiliana na raia kama watumwa, ndipo Umar ibn al-Khattab akiwa kiongozi mkuu wa dola alimgeukia Amr ibn al-As, gavana wa Misri, na kisha kumwambia maneno ambayo wanadamu wote hususan Waislamu wanapaswa kuyazingatia na kuyaweka katika maisha yao ya kila siku. Umar ibn al-Khattab alisema nini? Alisema, matasta'badtum an-nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara, tokalini mmewafanya watu kuwa watumwa hali ya kuwa wamezaliwa kutoka matumboni kwa mama zao wakiwa ni watu huru kamili. Hii ndio mafunzo ya Uislamu yanayoonyesha usawa baina ya binadamu na kwamba hakuna binadamu aliyebora kuliko mwingine. Hakuna mtoto aliyebora kuliko mtoto wa mtu mwingine, kuanzia mtawala hadi raia wa mwisho katika nchi, bali aliyebora mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule anayemcha Mwenyezi Mungu peke yake. Hii ndio sahihi na huo ndio Uislamu na hayo ndio maadili ya kibinadamu. Nukta ya 5. Kila mtu anayo haki ya kufaidika na rasilimali za jamii au taifa kupitia fursa ya kazi sawa na ile ya wengine. Badala yake viongozi wengi wa madola na hasa katika nchi za Kiafrika wamekuwa wakitumia nafasi ya uongozi kujilimbikizia mali kwa njia isiyokuwa halali, ikiwa ni pamoja na kujihusisha na rushwa na vile vile kuchukua hisa katika kila uwekezaji katika nchi zao. Hayo ni miongoni mwa yale yanayokemewa na Uislamu, na pale unaposema kwa rasilimali za taifa zinafaa kumnufaisha kila raia, ni kosa kutumia madaraka kutorosha mali nje na kuacha raia wakiwa katika hali mbaya ya ufukara. Katika hilo Qur'ani tukufu inasema, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur, basi tembeni katika pande zote za nchi na kuleni katika riziki aliyokupeni Mwenyezi Mungu, na kwake yeye ndiyo kuliko na ufufuo. Sura ya 67 aya ya 15. Kwa mujibu wa nadharia ya Uislamu katika suala la ajira, haifai kutofautisha baina ya watu binafsi katika malipo, maadamu juhudi inayotumika ni sawa na kazi inayofanywa ni sawa kwa wingi na ubora. Kwa ajili hiyo Qur'ani tukufu inasema, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, basi anayetenda chembe ya wema atauona na anayetenda chembe ya uovu vile vile atauona. Sura ya 99 aya 7 na ya 8. Nukta ya 6. Haki na uhuru wa mawazo, imani na kujieleza. Kila mtu anayo haki ya kufikiri, kuamini na kutoa mawazo na imani yake bila kuingiliwa au kunyanyaswa na mtu mwingine, mradi tu anazingatia mipaka ya jumla iliyowekwa na sheria, lakini vile vile mipaka ya jumla iliyowekwa na sheria za nchi. Hairuhusiwi kutangaza uongo au kutangaza kitu chochote kinachokuza uchafu au kukatisha tamaa umma. Ikiwa mtu atakuwa ni mnafiki na akatangaza au kumbambikiza mtu kesi ya uongo au kumzulia uongo na kutangaza na kisha kuchukua hatua za kumuadhibu mtu ambaye hana kosa lolote, lakini umemtangazia uongo, umechafua jina lake kwa njia tu ya kutaka kumdhalilisha, kosa hili ni kosa kubwa sana ndani ya Uislamu na ambalo madhara yake yanaikumba jamii yote.
Kwa ajili hiyo Qur'ani imeweka adhabu kali sana juu ya mtu anaitangaza au kundi linalotangaza uongo dhidi ya mtu mwingine kwa nia tu ya kuharibu jina lake, kuchafua heshima yake au kumkatisha tamaa katika safari yake ama ya kiuongozi, ya kisiasa au katika jamii, ili kupata kuondoa heshima yake na kumdhalilisha. Ni kwa ajili hiyo Qur'ani tukufu inasema, la in lam yantahi almunafiqun walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madina lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa kutilu taktila. Kama wanafiki na wale ambao wana maradhi katika mioyo yao na wale wanaoeneza fitna katika mji wa Madina au katika nchi au katika mji wowote hawatoacha vitendo kama hivyo, basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao na kisha hawatakaa humo karibu yako ila muda mchache tu. Mal'unin, watu hao ni wenye laana, wameulaaniwa. Ainama thuqifu, popote wanapoonekana au kupatikana. Ukhidhu wa kutilu taktila, watiwe mbaroni na kupewa adhabu ya kuuliwa kabisa. Maelezo ya Uislamu yako wazi katika suala la uhuru wa mtu kuamua njia ya kuwasiliana na Mola wake, ambapo matumizi ya nguvu na maneno ya karaha, kashfa, chuki, kejeli na dharau dhidi ya imani ya wengine hayana nafasi kabisa. Qur'ani tukufu inasema juu ya uhuru wa kuabudu ikisema ya kuwa la ikraha fi din, hakuna kulazimisha, hakuna matumizi ya nguvu katika kumlazimisha mtu kufuata dini ama imani unayoitaka wewe. Aya hii imewafundisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu wote kwa ujumla wafahamu kwa maneno yaliyotoka katika aya hiyo yaliyo wazi na yenye nguvu kwamba Waislamu wasilazimishe mtu kuamini dini kwa kutumia nguvu. Aya hii inawazomea maadui wa Waislamu ambao wamekuwa wakiusingizia Uislamu kuenea kwa kutumia nguvu ya upanga. Kinyume chake, kwa aya hii na aya nyingine nyingi, Uislamu unataka wafuasi wake waamini kuwa imani ni jambo la hiari na hakuna nguvu inayoweza kutumika na ikatosha kuingiza imani katika moyo wa mtu mwingine. Juu ya hayo, Qur'ani tukufu inazidi kuimarisha msimamo wake kwa kusema kuwa ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'izati alhasana, waite watu katika njia ya Mwenyezi Mungu bilhikma, kwa hekima, walmau'izati alhasana, na kwa maneno yaliyokuwa mazuri, wajadiluhum billati hiya ahsan, na ujadiliane nao kwa njia iliyokuwa bora. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili, Mola wako tu ndiye anayefahamu ni yupi aliyepotea katika njia yake, wa huwa a'lam bil muhtadin, na ni yeye tu ndiye anayejua walioongoka. Sura ya 16 aya 125. Nimalizie kwa kutoa aya inayosema waqulil haqqu min rabbika, sema ukweli kutoka kwa Mola wako. Faman shaa falyu'min, anayetaka kuamini ni juu yake mwenyewe. Waman shaa falyakfur, na asiyetaka akatae. Sio lazima kuamini, ni wajibu wa kila mtu kutumia khiari yake. Hiyo ni sura ya 18 aya ya 29. Aya kama hizo ni nyingi sana ndani ya Qur'an, zikihimiza juu ya uhuru wa kuamini, kwamba kila mtu anayo haki ya kuamini. Nimalize maneno yangu kwa kusema, jambo la kwanza, wale watu wote ambao wao wanajihusisha na vitendo vya kuteka watu na kuwaua, wanafanya kinyume na sheria za nchi, wanakwenda kinyume na matakwa ya Mola wao, na njia iliyokuwa bora kwa wao ni kuachana kabisa na vitendo vya namna hiyo. Na kwa msingi huo na kwa msingi wa aya tulizosoma, tunaunga mkono yale anayoyapigania Gwajima kwamba yatokomezwe katika nchi yetu. Ni hakika anachokisema ni kweli, na ni wajibu wa kila aliyekuwa binadamu wa kawaida kuunga mkono jambo hilo, na tumwambie kiongozi wetu, rais wetu mpendwa, kwamba mambo hayo hatuyataki, na tunaomba kwa nguvu alizopewa na Mwenyezi Mungu ayakomeshe kwa kutumia mamlaka na madaraka aliyopewa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ninalotaka kusema na kumalizia ni kwamba kitendo cha kufungia kanisa wanaloabudu ndani yake wafuasi waliokuwa wakimfuata Askofu Gwajima si kitendo halali, kinapingana na sheria za nchi, kinapingana na katiba,
kinapingana na yale yaliyokuja ndani ya Qur'ani. Nasema hivyo kwa sababu kanisa lile ni nyumba ya Mwenyezi Mungu ambamo watu ndani yake wanaabudu. Dhahiri ya mambo, hata yale yaliyosema na Mheshimiwa Rais katika hotuba yake mwishoni wakati wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM kule Dodoma, Rais alimshutumu Gwajima na aliukataa mwelekeo wake, na akatoa amri ambayo lazima itatekelezwa kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka yote ya mambo hayo, kwamba hawataki watu wa namna hiyo katika chama chake. Yale yaliyosemwa na wabunge ndani ya bunge juu ya mwito wa Askofu Gwajima wa kutaka serikali ishughulikie mambo haya, wote kwa pamoja walikuwa wakimtuhumu Gwajima. Si lazima watu wote wafuate misingi iliyofuatwa katika bunge. Wako watu kama sisi ambao tunafuata misingi ya Uislamu na imani zetu. Sisi tunamuunga mkono Gwajima, tunaunga mkono Uislamu ambao ndio dini yetu, tunaunga mkono Uislamu ambao tutakapokufa tutaulizwa juu ya yale tuliyoyatekeleza yaliyokuja ndani ya Qur'an. Kwa ujumla hakuna aliyelaumu kanisa. Kitendo cha kufunga kanisa ni kitendo cha kuwabebesha waumini wa kanisa makosa kama yapo aliyoyafanya Gwajima. Askofu Gwajima ndio aliyetoa kauli, na hajatoa kauli kama mbunge, kama kiongozi wa kanisa, kama kiongozi wa nini, lakini almuhimu kama kiongozi wa kanisa ana haki ya kuyakemea yale yaliyokuwa ni maovu ya kisheria na ya kidini. Qur'ani tukufu inasema wala taziru waziratun wizra ukhra, mbebaji hatobeba mzigo wa mtu mwingine. Kulifungia kanisa ili waumini wakose pahala pa kuswali ni kuwabebesha waumini kosa alilofanya kiongozi wao, na hiyo sio haki. Kanisa litaendelea kuwepo Gwajima akiwa anaumwa, Gwajima akiwa amesafiri, Gwajima akiwa amekufa. Kwa hiyo si sawa sawa kulifanya kanisa zima waumini wote wakose haki yao ya kuabudu kwa makosa aliyofanya kiongozi wao. Juu ya hilo Qur'ani, nirudie tena, inasema wala taziru waziratun wizra ukhra, mbebaji hatobebeshwa mzigo wa mtu mwingine. Dhambi za Gwajima haziwezi kuwaendea watu wake. Kwa hiyo kwa ajili hiyo, na tunadhani kuwa wale walioshauri serikali, iwe walimshauri mama mwenyewe, iwe waliwashauri washauri wake, wamewapa ushauri ambao sio mzuri, ushauri ambao utaleta chuki kubwa sana kwa makanisa yanayofanana na yale yanayoendesha Gwajima, na hivyo kujenga chuki dhidi ya Mheshimiwa Rais kuwa ndiye aliyefunga kanisa lao. Kwa hivyo basi kwa wao Rais atakuwa ni adui. Ushauri huu ni mbaya. Ni maombi yetu kwa Mheshimiwa Rais kwamba kanisa la Gwajima lifunguliwe, na kama kuna makosa, mwenye makosa ni Gwajima mwenyewe na wala si waumini wake na wala si majengo ya kanisa. Jambo la tatu katika kuhitimisha, niomba niseme kuwa wako watu kutokana na yale niliyosema katika klipu iliyopita ambao wameonyesha kuwa wao wanafurahia kuona kuwa kanisa limefungwa. Na wasiwasi sana juu ya watu hawa wanafuata mrengo wa namna gani. Katika Uislamu, nyinyi mliotoa maoni, sikilizeni vizuri. Uislamu unatambua kuwa kanisa ni nyumba ya ibada. Masinagogi ni nyumba ya ibada. Mahekalu ni nyumba ya ibada. Wanaoabudu ng'ombe ni ibada. Wanaoabudu mizimu ni ibada. Tatizo lililopo ni ipi iliyo dini au ibada ya kweli, lakini zote ni dini. Na ndio maana Qur'ani ikasema lakum dinukum waliya din, ninyi mna dini yenu, na dini ni muongozo wa maisha na wa kiroho unamfanya mwanadamu kuwasiliana na Mola wake. Qur'ani inasema nini? Sikiliza kwa vizuri neno kwa neno kabla hujatoa maamuzi na kutoa ushauri, lakini na kutoa matusi. Wako watu ambao kwa bahati mbaya hawakupata malezi mazuri, na huenda wamezaliwa mabarabarani, na huenda wamekuliwa na kufunzwa mabarabarani. Kwa hiyo wana uwezo wa kumtukana na kutoa maneno ya kashfa pale anapokuwa amejisikia kuwa anataka kutukana, ingawa kufanya hivyo ni kosa. Sura ya 22 aya ya 40 inasema hivi, sikia kwa makini: walaula daf'u Allahi nasa ba'dhum bi ba'd, na lau kuwa Mwenyezi Mungu asingewakinga watu dhidi ya wengine, la huddimati sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu
yudhkaru fiha ismullah kathira wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu asingewakinga na kuwanusuru watu dhidi ya shari za watu wengine, bila shaka zingelivunjwa nyumba za watawa, yangelivunjwa makanisa, yangevunjwa masinagogi, ingevunjwa misikiti ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule ambaye anusuru jina lake. Yeye ndiyo mwenye nguvu kubwa kuliko zote. Aya hii inakataza kuvunja masinagogi, majumba ya watawa na makanisa na misikiti. Sasa wewe ambaye unachukia kanisa, wewe ambaye unachukia kuona kanisa, basi nenda kavunje. Lakini ni kosa, si haki kwa Muislamu kutamka maneno kama hayo. Kila Muislamu angependelea watu wote wawe Waislamu. Kila Mkristo alitazamia Waislamu wote waingie katika Ukristo. Hivyo ndivyo ilivyo tamaa ya wahubiri wote. Askofu Gwajima kuna kipindi amepata kutamka kwamba misikiti katika muda mfupi itageuka kuwa Sunday schools, akiwa na maana kwamba Waislamu wote watageuka, watakuwa upande wao, na katika misikiti kutakuwa na Sunday schools, ndio zitakuwa watu wanasomea kwa sababu Uislamu utakuwa haupo. Hiyo ndio tamaa ya kila aliyekuwa Mkristo mhubiri, na hiyo ndio tamaa alionayo kila mhubiri wa Kiislamu. Kwa hivyo basi ni kosa kufunga kanisa kwa sababu Qur'ani inakataza. Lau tusingekuwepo na utaratibu na mamlaka kuwepo na serikali kuwepo na kiongozi wa serikali kuwepo, wale wanaochukia makanisa wangeenda kuyavunja. Wale ambao wanauchukia misikiti wangeenda kuivunja. Na ndio maana unaona kutokana na tabaka lililopo, unapokwenda polisi kwa Commissioner Muliro na unamwambia mimi nataka kufanya maandamano, anakuambia sawa, kafanye maandamano, lakini unapita wapi? Unamwambia mimi nataka kupita mtaa wa Uhuru, kisha nipite Msimbazi, halafu niende katikati ya mji Samora, anakuambia hapana, hizo barabara hapana. Si kwa sababu ya kuwa mitaa hiyo ina magari mengi, hapana. Magari yanaweza kusimamishwa. Ni kwa sababu kwamba mitaa hiyo ina shughuli nyingi za kibiashara, na wanaoingia katika maandamano sio wale waliokusudiwa tu maandamano, bali wanaingia katika maandamano watu ambao ni vibaka. Badala ya kwenda kwenye maandamano kuwasilisha ujumbe uliokusudiwa, wataanza kuingia kwenye maduka ya watu na kupora. Na ni kwa sababu hiyo ndio unaona kuna amani. Ikitokea siku moja polisi wakasema tarehe 20 Juni kutakuwa na mgomo wa polisi Tanzania nzima kwa muda wa masaa mawili. Jaribu kufanya hivyo ili uone matokeo yatakuwa ni nini. Matajiri wote watakuwa katika hali ngumu, wataporwa na watauliwa. Kwa sababu kinachozuia yote hayo ni uwepo wa nguvu za dola. Dola inaweza kufanya kitu chochote. Wamefunga kanisa na wameuzunguka kanisa, hakuna anayekwenda. Tunaiomba serikali, tunamuomba mama kwa heshima zote aondoe hili chuki ambayo imepandwa, na yeye ni kiongozi, anapaswa kuhakikisha anasimamia haki ya kila mtu, na tunachukulia kuwa kufunga kanisa ni kuwanyima watu haki yao ya kuabudu, na hilo ni jambo ambalo halikubaliki kidini kama Muislamu, kiinchi, kimadaraka, kimamlaka kwa mujibu wa katiba, na huo ni jambo ambalo linaleta chuki kwake rais binafsi na kwa serikali kwa ujumla wake. Sasa vitendo hivi vya kufunga kanisa vitaleta chuki binafsi ya wale waliofungiwa kuabudu na wale wanaowaunga mkono na wale wanaoamini kama wanavyoamini waliofungiwa. Wataipeleka chuki hiyo kwa mheshimiwa rais na hatimaye kwa serikali nzima kwa ujumla, na baada yake kwa kuwa rais ana dini pia, watachukulia kuwa ni rais aliamrisha hivyo kwa chuki alionayo kwa dini ya watu wengine. Ili kuweka mazingira sawa, sheria ifuate mkondo wake. Askofu Gwajima kama anakosa achukuliwe yeye kama yeye, kanisa watu waendelee kuabudu, na maaskofu wako chungu mzima wa kuendesha ibada, sio yeye. Baada ya kusema hayo, naomba kusema kuwa nchi yetu inakwenda katika uchaguzi. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie uchaguzi wetu uje kwa amani, tufanye uchaguzi kwa amani, na tupate viongozi wale watakaokuwa wameteuliwa na Mungu, wakachaguliwa, wakatangazwa, ili nchi irudie katika hali yake ile ile ya kawaida ya ukimya, amani na usalama. Na tukithirishe kuomba kwa Mwenyezi Mungu katika ibada zetu zote tunazofanya, amani yetu izidi kuendelea na hivi viashiria vilivyovunja amani.
Kwangu mimi nasema Tanzania hadi sasa tunahitaji maombi ya amani. Sitoi mwito wa amani kwa sababu kwamba amani ipo, la hasha. Hakuna amani. Hakuna amani mahala ambapo kuna watu wanachukuliwa, wanauliwa na kutupwa kwenye mito wawe chakula cha mamba, na kuzamishwa baharini, kupotezwa hawajulikani walikokwenda. Hapa nyumbani kwangu alikuja akachukuliwa sheikh mmoja akiitwa Khatibu. Mimi niliitwa polisi nikaenda naye, akachukuliwa, akapewa simu. Baada ya kutoka polisi alichukuliwa na watu wasiojulikana, akapewa simu, akaaga kwa mkewe kwamba ninakwenda, nitarudi. Mpaka leo hii mwaka wa 3 wa 4 hajaonekana wala haijulikani alikwenda wapi. Baada ya hapo utadai kuwa amani ipo? Hakuna amani. Tunahitaji amani ya kweli na utulivu wa kweli. Tumuombe Mwenyezi Mungu awazidishie viongozi wetu ustahimilivu na uvumilivu kwa yote wanayoyasikia na yanayowakera, awape hekima ya kufikia maamuzi yatakayokuwa ni kwa maslaha ya umma wa Tanzania wa leo na katika mustakbal wa nchi yetu. Najalie uchaguzi wetu upite kwa amani na salama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.